السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu wana semina mliohudhuria katika semina hii ya kwanza ya wafanyakazi wanataaluma katika kituo hiki cha ilmu Maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat al-ilmiyya. Katika siku hii ya leo ya tarehe 3 mwezi Rajab mwaka 1447 ambao ni sawasawa na tarehe 23 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, katika muda huu wa baada ya sala ya al-asr tumekutana kwa ajili ya kujadili na kuzungumza maudhui muhimu sana, maudhui nzito, maudhui pana, maudhui yenye mambo mengi, maudhui ambayo ni moto siku zote, maudhui yenye unwani inayosema ta'atu ulati al-umur, kuwatii wenye mamlaka au utiifu kwa watawala. Umuhimu wa maudhui hii na uzito wake unatokana na nafasi ya uongozi katika maisha ya mwanadamu. Uongozi katika maisha yetu sisi ni kitu kina nafasi kubwa sana. Sasa kwa nafasi yake, siku zote maudhui inayozungumza kuhusu uongozi na utiifu kwa watawala na wenye mamlaka ni maudhui nzito, pana. Na katika wakati wa sasa uzito wake maudhui hii unaongezwa na mvutano uliopo katika zama hizi ambazo kathurat fiha at-tayaratu al-munharifa,
mvutano uliopo katika zama ambazo imekithiri mielekeo iliyopinda. Kwa hiyo kuna mielekeo iliyopinda ya kiitikadi, ya kiibada, kuna mielekeo ya kiuongozi. Sasa ule mvutano uliopo katika wakati wetu wa sasa na wingi wa mielekeo unaifanya maudhui ya kuwatii watawala mwenye mamlaka kuwa ni maudhui nzito, maudhui muhimu. Biidhnillahi ta'ala tutaizungumza maudhui hii kwa kuigawanya katika sehemu 7 au 8 au nukta 7 au nukta 8. Tunaweza tukaitaja ya 8 au tukaishia katika nukta 7. Nukta ya kwanza tunayoanza nayo tukijadili maudhui ya utiifu kwa viongozi, utiifu kwa watawala, utiifu kwa wenye mamlaka ni utangulizi. Ayuha nnas, mwanadamu kiasili ni mwanajamii. Mwanadamu lazima atangamane, lazima ahusiane, lazima ashirikiane na wenzake ili kufikia malengo yake na kupata maslahi yake. Mwanadamu ni tofauti na wanyama wengine ambao wao wanaweza kuishi peke yao. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Dar'u Ta'arudh al-Aqli wan-Naql akasema, idhil insanu madaniyun bit-tab'i la yastaqillu bitahsili masalihihi fala budda lahum min al-ijtima'i lit-ta'awuni 'ala al-masalih. Mwanadamu ni mwanajamii kiasili. Mwanadamu hajitoshelezi katika kupata maslahi yake. Mwanadamu ana mahitaji, anahitaji nguo kuvaa, anahitaji chakula kula, anahitaji makazi, nyumba, anahitaji godoro na kulalia. Hawezi mwanadamu kujitenga akajitosheleza na maslahi yake. Yeye akaweza kupata chakula, akaweza kutengeneza nguo, akaweza kujenga nyumba, akaweza kutengeneza godoro, akiumwa akaweza kujitibu, mkewe akipata ujauzito akaweza kumfungulisha. Hakuna mwanadamu wa hivyo. Kwa hiyo anasema mwanadamu hajitoshelezi katika kupata maslahi yake. Hivyo basi hawana budi wanadamu kuchanganyika ili wasaidiane katika kuleta maslahi. Na maneno kama haya ameyasema mwanafunzi wake al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Ighathatul Lahfan, akasema al-aslu al-ashir wa huwa anna al-insana madaniyun bit-tab'i la budda lahu an ya'isha ma'a an-nas. Msingi wa 10 nao ni kwamba mwanadamu ni mwanajamii kiasili, hana budi, lazima aishi na watu. Kama ni lazima tuishi katika mkusanyiko, tuishi katika jamii, basi ni lazima katika mkusanyiko huo kuwe kuna kiongozi. Hakuna namna, lazima awepo kiongozi wa kuweza kuyasimamia mambo ya watu na kuwaletea maslahi. Kadhalika ni wanukulie kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kipengele hiko, anasema faslun yajibu an yu'rafa anna wilayata amri an-nasi min a'zami wajibati ad-din bal la qiyama lid-din wala lid-dunya illa biha fa inna bani adama la tatimmu maslihatuhum illa bil ijtima'i lihajati ba'dihim ila ba'd
ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 في سفر فليؤمروا أحدهم. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ni wajib kufahamu kuwa kumtawalisha kiongozi wa watu ni miongoni mwa mambo ya lazima katika dini, bali mambo ya dini wala mambo ya dunia hayatasimama sawa sawa ila kwa kuweka uongozi, kwa sababu maslahi ya watu hayakamiliki mpaka shida za wengine zikusanyike kwa wengine. Watu wakikaa pamoja, shida za huyu zitakwenda kwa huyu, atazitatua, na za huyu zitazitatua huyu. Ndiyo maisha yalivyo, na hawana budi wanapokuwa wamekusanyika kuwa na kiongozi. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wanapotoka watu 3 safarini, basi wamfanye mmoja wao kuwa kiongozi wao. Wasitembee hivi hivi katika safari ikawa hawana kiongozi katika safari yao hiyo. Sio katika maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kwa kuwa dini yetu ya Kiislamu ni dini iliyokamilika, ni mfumo wa maisha ambao unagusa kila kipengele katika maisha. Jambo linalohusu utawala, jambo linalohusu uongozi limefundishwa katika dini yetu ya Kiislamu kwa ukamilifu wake. Dini yetu ya Kiislamu inatofautiana na dini nyingine, na watu wanapozungumza masala ya dini, basi si sawa sawa kuufananisha Uislamu kama zilivyo dini nyingine. Uislamu ni kitu kiko mbali, msingi wa mafundisho yake ambao ni Qur'ani ni kitu kiko mbali. Ndio Allah akasema dhalika alkitabu, hicho kitukufu mno, kiko mbali, kina miongozo. Dini ya Kiislamu haifananishwi na dini nyingine. Dini ya Kiislamu imegusa kila kipengele, na hakuna mtu atahitaji kitu katika maisha yake ikawa Uislamu katika jambo hilo hauna maelezo. Hakuna neno lolote utakalolitamka, kitendo chochote utakachokifanya, kitu chochote kinachoweza kutokea, lazima kitaanguka katika moja miongoni mwa ahkam 5, na Uislamu utakueleza kitu hiko ima ni wajib, au kitu hiki ni mandub, au kitu hiki ni mubah, au kitu hiki ni makruh, au kitu hiki ni haramu. Chochote. Na mtu akiamka asubuhi katika dini ya Kiislamu anayapata mafundisho, bali ndio inavyotakiwa, ya ukamilifu, mpaka anapoingia usiku katika shughuli zake zote, kitu ambacho huwezi kukipata katika dini nyingine. Tumeelewana eh? Juzi wakati kuna mivutano ya utoaji wa nyaraka mbalimbali katika kipindi ambacho kimepita hapa karibuni, yuko kijana mmoja akiwasifia viongozi wake wa dini baada ya mashekhe kutoa waraka wao wakisisitiza swala la utulivu na amani. Sasa katika kuudharau ule waraka wa mashekhe, akawa anawasifia viongozi wake wa dini na waraka waliotoa na maelezo mazuri ya kitaalamu yaliyojazwa katika waraka ule. Kwa hiyo akawa anaelezea namna mpaka mtu anafika kuwa kiongozi wa dini yao. Nafikiri mmeona kwenye mitandao makala ambayo imetambaa sana
Kwa hiyo katika ambayo alikuwa akieleza ni kwamba mtu kabla hajakuwa kiongozi katika dini yao kwanza lazima asome mpaka form 6, halafu akifika form 6 aonekane. Kuna lugha wanaitumia, yani ana ile wito. Wewe ulisikia, ulisoma ana wito. Kama ana wito, alafu kwanza lazima apate division 1, usije ukawaona wale. Halafu ana wito, akishakuwa ana wito sasa, sijui inakuja hivi. Nimejibu, sio wakati wake, nilitaka kuchomeka tu hapa niwaweke sawa kwamba kunahitajika watu wa ufahamu Uislamu, tuufahamishe watu waujue. Huwezi kumfananisha mtu aliyeusoma Uislamu anayetaka kuwa shekhe au anayefundishwa aje kuwa shekhe, ukamfananisha na mtu aliyeishia form 6 akachukua degree ya kwanza, akachukua ya pili, akapata PhD kwenye theology au kwenye philosophy, kwamba ati mtu huyo ni mtaalamu sana, anayeelewa mambo sana kuliko alivyosoma shekhe ambaye anakuja kuwa kiongozi wa watu ambao dini yao inagusa kila kipengele cha maisha yao. Sijui mwanielewa au mnielewi? Mtu ambaye anahitajika kumfundisha mtu, kwa sababu mtu akifika form 6 ambaye anatarajiwa kuwa kiongozi wa dini fulani, na mimi ambaye nimefika form 6 ambaye sitarajiwi kuwa kiongozi wa dini fulani, kati yangu mimi na mtu huyo kuna tofauti gani katika kuifahamu dini hiyo wakati tukiwa tumefika form 6 yetu? Mmenielewa mjanielewa? Mtu anayetakiwa kuwa shekhe ikiwa mpaka amefika form 6 bado hajaanza kusoma mambo ya ushekhe, huyo kashachelewa, hawezi kuwa shekhe tena, kwa sababu tunazungumza dini inayogusa kila kipengele cha maisha ya mwanadamu. Kwa kuwa majibu yapo, tutayajibu siku nyingine kwa utaratibu kabisa, tuwafahamishe ili wajue mtu akiwa shekhe anakuwaje. Nirudi katika maudhui yangu. Ninachotaka kusema ni kwamba dini yetu ya Kiislamu, kwa kuwa ni mfumo uliokamilika, umegusa kila kitu. Kwa hiyo hata suala la utawala, suala la uongozi ni hivyo hivyo. Kwa kuwa suala hili ni jambo muhimu, basi Uislamu una mafundisho ya ukamilifu kulihusu jambo hili. Ukirudi katika mafundisho ya dini yetu utakuta kumezungumzwa umuhimu wa uongozi, sifa za kiongozi, namna ya kumpata kiongozi, namna ya kumuondoa kiongozi kama ikibidi, haki za kiongozi, haki za raia, namna ya kuishi na kiongozi mwadilifu, namna ya kuishi na kiongozi asiye mwadilifu, majlis shura na nafasi yake katika uongozi na utawala, namna ya kumnasihi kiongozi wa hakadha. Haya yote yanapatikana katika dini yetu ya Kiislamu, na huwezi kuyapata haya nje ya Uislamu yakiwa kamili, kwamba mtu asimame atueleze katika utaratibu wa dini yao, atueleze kwa kutaja vitabu na reference kutoka kwao sifa za kiongozi, umuhimu wa kiongozi, namna ya kumpata kiongozi, namna ya kumuondoa kiongozi, namna ya kumnasihi kiongozi, majlis shura. Hakuna. Kama utaupata katika usekula, mambo yasiyokuwa dini, basi utaupata wa kuungaunga, kuchukua hapa, kuchukua hapa, kuchukua hapa, kuchukua hapa. Watu wengi hawajui, lakini ukweli ni kwamba Uislamu umetoa mchango mkubwa sana kwa hawa jamaa walioandika mambo ya uongozi na mambo ya sheria. Hii sheria iliyoandikwa na Waingereza haikuwepo miaka kadhaa hapo nyuma, haikuwepo. Sheria yetu ya Kiislamu ilikuwepo kwa miaka mingi sana nyuma. Kwa huu ni ushahidi wa kihistoria
wa kwamba ile Islamic jurisdiction ambayo iko tangu miaka hiyo imeandikwa wakati kabla sheria hii haipo, ni ushahidi wa kihistoria kuonesha kwamba mchango wetu katika sheria ni mkubwa, kwa sababu hakuna sehemu nyingine kutoa mambo hayo, hayakutolewa isipokuwa kwenye mchango wetu. Na hatuyasemi kwa kujisifu tu, tunayasema kukiwa na ushahidi. Kadhalika katika masala yanohusu uongozi na utawala, na ndiyo maana hata wale wasio waislamu waliousoma Uislamu wakaisoma taarikhi ya Uislamu wakaufahamu uongozi, wakawataja baadhi ya makhalifa wa Kiislamu nafasi zao na mchango wao katika mifumo ya uongozi, akiwemo khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu Umar ana mchango mkubwa katika kuweka mifumo na utaratibu wa uongozi katika daula ya Kiislamu. Na wakati huo huo, kwa kuwa wenzetu hawakuwa na mifumo hiyo, wakaipata kutoka huko. Nataka kusisitiza kitu gani hapa? Nataka kusisitiza ya kwamba katika dini yetu ya Kiislamu masala haya yanayohusu uongozi, yanayohusu utawala, ni mambo yameandikwa kwa ukamilifu. Kwa hiyo tunapopata wenyewe sisi Waislamu tofauti, ikawa kuna kitu hatukielewi, basi tunao wepesi wa kurudi katika vyanzo vyetu. Yameandikwa haya na wanawavyuoni wa Kiislamu katika nyanja tofauti tofauti. Kwa mfano, katika wanawavyuoni walioandika, niwatajie vitabu kuhusu mambo ya uongozi, ima sifa ya uongozi au siasa ya kisheria au kuwatii viongozi na mambo mfano wa hayo. Ni kitabu kinachoitwa Al-Ahkamu Sultaniya wal Wilayatu Diniya cha Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi. Kadhalika Al-Ahkamu Sultaniya cha Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husayn الفراء. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. كذلك katika vitabu hivyo ni Ghiyathul Umami في اتياث الظلم كإمام الحرمين الجويني. كذلك سراج الملوك كأبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي. كذلك كتاب كingine تدبير الأحكام في تدبير أهل الإسلام جاء الإمام بدر الدين محمد ابن جماع الكناني. كذلك الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ابن القيم الجوزية. منهاج السنة النبوية شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك أبو حامد الغزالي ameandika الاقتصاد في الاعتقاد, kuna fusul za imama. Kadhalika ameandika Fadhaihul Batiniya, na kuna mazungumzo kuhusu siasa. Ibn Khaldun katika mukaddima wake ameandika hayo. Kadhalika katika wanawavyuoni wetu wa karne hizi za karibuni ni Alwilayatu Shar'iyya Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, na visivyokuwa hivyo katika vitabu vya wanawavyuoni wa Kiislamu walioandika kuhusu mambo ya uongozi na utawala na siasa. Ayuha nnasu ibadallah, ndugu zangu Waislamu, ta'atu ulati al-umur ni katika mambo ya msingi katika itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Kuwatii wenye mamlaka ni katika misingi muhimu
ya itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Na ndiyo maana utalikuta jambo hili limeandikwa katika vitabu vya itikadi vya wanawachuoni wa zamani kabisa. Ukirudi katika usulu sunna cha Imam Ahmad ibn Hanbal, utayakuta masala ya uongozi na kuwatii watawala ameyataja. Ukirudi katika aqida ya at-Tahawiyya, utalikuta suala hilo limetajwa. Ukirudi katika sharh sunna cha al-Imam al-Barbahari, vitabu vinavyozungumza kuhusu itikadi hivi vimelitaja jambo hili la utiifu kwa viongozi. Analitaja kuuthibitisha msingi huu muhimu katika itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, na kutofautisha baina ya zama za Uislamu na zama za jahiliya, kwa sababu katika zama za jahiliya wao walikuwa wakisifika kuwapinga na kwenda kinyume na viongozi wao, na jambo hilo wao wakilihesabu ni uhodari, wakilihesabu ni ujasiri, na sio kila saa kuwa chini ya utawala, chini ya taa. Hapana, wakati mwingine upinge. Huo ndio ujasiri, ndio uhodari. Lakini katika Uislamu jambo hili likabatilishwa, ikawa ni kinyume chake, kwamba watu wawatii viongozi wao. Hiyo ni nukta ya kwanza ambayo tumezungumza utangulizi.